Usiajiri hawa watu, watakufilisi, watakuweka kwenye madeni au watakuharibia biashara yako. Mtu wa kwanza ni yule ambaye anataka umwelekeze kila kitu ili afanye. Yaani hawezi akafanya kitu mwenyewe bila maelekezo yako. Hawa ni watu ambao badala ya kukupunguzia majukumu wanakuongezea majukumu. Yaani mpaka kutengeneza content au kumhudumia mteja, hakuna kitu ambacho anaweza kujiongeza. Sasa badala ya kukupunguzia wewe majukumu na muda wa kufanya kazi, yeye anakuongezea. Achana naye. Ni bora uajiri mtaalamu au ambaye anaweza akajitegemea, umlipe mshahara mkubwa kwa sababu kuna kikubwa ambacho anakizalisha. 2, mtu ambaye ana matatizo kupitiliza. Huyu haupaswi kumwajiri, unapaswa tu kumsaidia. Huyu ataleta stresi zake, ataleta madeni yake, lakini pia hana utulivu kwenye akili yake, atakuharibia biashara. Ni mtu ambaye anafikiria mambo yake badala aanze kufikiria biashara yako na kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukakuza biashara. Kumbuka, biashara yako sio kituo cha msaada. Ingawa unaweza ukatoa msaada, lakini anapaswa kukusaidia biashara yako iweze kukua. 3, ni mtu mwenye negative energy. Yeye haoni kizuri, haoni uwezekano. Muda wote tu anafanya kazi ya kulalamika na kuongelea vitu ambavyo haviwezekani. Unajua bwana, hii biashara sio nzuri. I say, boss, hapo ulikosea wazo la biashara. Hii location sio nzuri. Unajua siku hizi hakuna wateja. Mfanyakazi inabidi aone uwezekano na kukuambia kitu gani cha kufanya, na sio kuleta lawama na kuangalia vitu ambavyo haviwezekani. Kumbuka, mtu ambaye haoni zuri kwenye chochote hawezi akafanya kitu ambacho ni kizuri, hawezi akajituma, hawezi akaweka nguvu yake kwa sababu anaamini hicho kitu hakiwezekani. Ukishaona mtu ni negative sana, achana naye. It is the same pia ukiwa unauliza maswali ya mtu kumwajiri. Ukiona anatukana sana au anamsema vibaya mwajiri wake wa nyuma au ametoka sehemu nyingi sana, huyo pia ni negative, kwa sababu yeye huwa anaona mambo mabaya na ni mwepesi sana wa kukimbia. 4, ni mtu ambaye anajifanya ni mtaalamu kupita kiasi. Hawa tunawaita machino. Huyu hawezi akajifunza, na badala umwelekeze aishi kwenye maono yako, yeye ataanza kuleta maono yake na kutaka wewe uanze kuyaishi umo. Kama ni mtu ambaye anakuelekeza kila kitu, anaona wewe ni mtu ambaye unakosea, huyo hafai. Mnamuelekeza, tunataka kufanya matangazo hivi, yeye ni kupinga tu, anataka yeye cha kwake ndio mkifanyie kazi. Huyo hastahili. Kumbuka, wewe mbeba maono yako ndio yanatakiwa kufuatwa. Hawa wengine wanapaswa kukushauri na sio kukupangia.